Tukisonga mbele ni kuwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka machifu katika kaunti ya Bungoma kuepusha wakazi kutokana na mchakato mkali wa kukaguliwa wakati wa kutuma maombi ya vitambulisho vya kitaifa. Wetangula ametaka viongozi hao na wasaidizi wao kutumia nyadhifa zao kuwasukuma wananchi wanaostahili hasa vijana kupata vitambulisho. Matamshi ya spika Wetangula yanajiri baada ya agizo la Rais William Ruto la kutoa uhakiki wa vitambulisho vya kitaifa. Wetangula amewakumbusha viongozi hao kuwa agizo la rais halikusudi eneo la kaskazini mashariki pekee bali Kenya nzima. Aliongeza kuwa serikali itasambaza ofisi za utoaji wa vitambulisho ili kuharakisha mchakato wa kupata hati hiyo. Na Baraza Kuu la Waislamu Kenya SUPKEM limethibitisha malipo ya shilingi milioni 129 kwa mamlaka ya Saudi Arabia ili kumwachilia Mkenya Stephen Munyako anayejulikana pia kama Abdul Karim. Kulingana na mwenyekiti wa kitaifa wa SUPKEM Hassan Olenado, pesa hizo zililipwa mwezi mmoja uliopita. Haya yanajiri baada ya familia hiyo kupitia msemaji wao kusema hawajapata mawasiliano yoyote kuhusu kiasi hicho cha fedha baada ya katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kutangaza taarifa hiyo. Olenado alisema SUPKEM ilikuwa mwenyeji wa uongozi wa juu wa Ligi ya Kiislamu ya Dunia mjini Nairobi mwezi Agosti na kuwasilisha kesi ya Steve kwa katibu mkuu Daktari Mohamed Abdul Karim Alisa na kuomba aingilie kati ili kumwokoa asinyongwe. Na katika habari za kimataifa,